Rais wa Marekani Donald Trump amesema amefuta wimbi la pili la mashambulizi dhidi ya Venezuela baada ya nchi hiyo ya Amerika Kusini kuonyesha ushirikiano. Rais Trump alisema Ijumaa kwamba Venezuela ilikuwa inawaachia huru idadi kubwa ya wafungwa wa kisiasa kama ishara ya kutafuta amani kufuatia operesheni ya kijeshi ya Marekani ya wiki iliyopita ya kumteka Rais Nicolas Maduro. Hii ni ishara muhimu sana na ya busara. Marekani na Venezuela sasa zinafanya kazi vizuri pamoja, hasa katika kujenga upya kwa kiwango kikubwa, bora zaidi na cha kisasa zaidi miundombinu ya mafuta na gesi, Trump aliandika kwenye Truth Social. Kwa sababu ya ushirikiano huu, nimefuta wimbi la pili la mashambulizi ambalo lilitarajiwa kutekelezwa. Inaonekana halitahitajika tena. Hata hivyo, meli zote zitaendelea kubaki katika maeneo yao kwa ajili ya usalama, aliongeza. Kauli ya Trump imekuja saa chache baada ya kusema katika mahojiano na kipindi cha Hannity cha Fox News kwamba kiongozi wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado atakuja Washington wiki ijayo, licha ya hapo awali kusema hataki kufanya kazi naye kwa madai kuwa hana uungwaji mkono wala heshima ndani ya nchi. Hata hivyo, Trump aliliambia gazeti la The New York Times Jumatano kwamba Marekani inaelewana vizuri sana na serikali ya Venezuela inayoongozwa na rais wa mpito Delcy Rodriguez. Katika mahojiano ya Fox, Trump pia alisema atakutana na viongozi wa makampuni ya mafuta Ikulu siku ya Ijumaa na kwamba makampuni hayo yatawekeza angalau dola bilioni 100 nchini Venezuela. Alirudia kauli hiyo kwenye Truth Social. Angalau dola bilioni 100 zitawekezwa kwa makampuni makubwa ya mafuta ambayo nitakutana nayo leo Ikulu, Trump aliandika. Serikali ya Trump imedai mara kwa mara kuwa sasa inaendesha masuala ya Venezuela, huku waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright akisema kwamba Washington itadhibiti sekta ya mafuta ya nchi hiyo kwa muda usiojulikana. Lakini Delcy Rodriguez, aliyekuwa naibu wa Maduro, amesema serikali yake bado ndiyo inayotawala, huku kampuni ya taifa ya mafuta ikisema tu kuwa iko kwenye mazungumzo na Marekani kuhusu mauzo ya mafuta. Shirika la habari la NBC News liliripoti kuwa wakuu wa kampuni za Exxon Mobil, Chevron na ConocoPhillips walitarajiwa kuhudhuria mkutano Ikulu. Msemaji wa Trump, Caroline Leavitt, alisema huu ni mkutano wa kujadili fursa kubwa sana zilizopo kwa makampuni haya ya mafuta. Kwa sasa Chevron ndio kampuni pekee ya Marekani yenye leseni ya kufanya kazi Venezuela. Exxon Mobil, ConocoPhillips ziliondoka mwaka 2007 baada ya kukataa ombi la rais wa wakati huo Hugo Chavez la kuipa serikali hisa nyingi katika miradi yao. Venezuela imekuwa chini ya vikwazo vya Marekani tangu 2019. Nchi hiyo inamiliki takribani 20% ya akiba ya mafuta duniani na zamani ilikuwa muuzaji mkubwa mafuta kwa Marekani. Lakini mwaka 2024 ilizalisha karibu 1% tu ya mafuta ya dunia kutokana na ukosefu wa uwekezaji wa vikwazo na marufuku za kibiashara. Trump anaona akiba kubwa ya mafuta ya Venezuela kama fursa ya kupunguza zaidi bei ya mafuta nchini Marekani, jambo muhimu kisiasa. Hata hivyo, anaweza kukumbana na changamoto kubwa kuwashawishi makampuni makubwa ya mafuta kuwekeza kutokana na kutokuwa na uhakika wa uongozi baada ya Maduro, masuala ya usalama na gharama kubwa za kurekebisha miundombinu ya uzalishaji.